Miaka mingi imepita na miaka 62 ni miaka mingi kwa mwanadamu. Kuna wenzangu wengi nilikuwa nao hawapo tena. Baada ya kufika kuna miaka 50, 55 nikaanza kupoteza marafiki zangu, na hao waliofanya mapinduzi karibuni wote hawapo tena. Ni muda mrefu umepita, lakini si muda mrefu katika maisha ya nchi au taifa. Maana kuna taifa la Marekani mwaka huu wao wataadhimisha miaka 250 tangu mapinduzi yao, na wao pia walikuwa na mapinduzi. Wafaransa walikuwa na mapinduzi, Warusi nao walikuwa na mapinduzi, hata Wachina nao walikuwa na mapinduzi yao. Kwa hivyo mimi natumia mfano huu wa Marekani kwamba mwaka huu wao watatimiza miaka 250, ambao ni sawa na robo karne, wakati sisi tunasherehekea miaka 62 tu ya mapinduzi. Lakini mimi nakumbuka haya mapinduzi kwa sababu nilibahatika kwamba nilikuwepo hapa nchini, na pia nimesimuliwa na viongozi tangu rais wa kwanza na huyu rais wa pili wa Zanzibar. Alinipenda sana, akawa kile kitu kikutana anazungumza habari ya mapinduzi. Na mara ya mwisho nilikutana naye alikuja Ujerumani kunitembelea, kule nilikuwa mimi balozi kule, yeye alikuja kwa matibabu. Basi tukakaa siku moja tunakula chakula cha mchana, akazungumza habari ya mapinduzi. Mapinduzi ya Zanzibar nayaelewa vizuri, lakini kuna watu hawajui kilichotokea hasa wakati wa mapinduzi na kilichokuja kutokezea baada ya mapinduzi. Mzee Karume ndiye alioongoza mapinduzi ya Zanzibar, na hao wanadai kwamba mapinduzi ya Zanzibar yamefanywa sijui na Afro Shirazi Party Youth League. Ni kweli, walikwenda vijana kule kutekeleza maagizo ya chama, lakini hicho chama kilikuwa kinaongozwa na nani? Hiyo Youth League ilikuwa sehemu ya chama, na hicho chama kilikuwa kinaongozwa na president wa Afro Shirazi Party alikuwa Abeid Amani Karume. Na hao vijana baada ya kupindua, mbona hawakwenda kutangaza kwenye redio kule kwamba sisi vijana wa Afro Shirazi Party tumepindua na huyu fulani atakuwa ndo rais hapa na huyu atakuwa waziri? Hawakutangaza hivyo. Wametangaza kijana mmoja wa Afro Shirazi Party Youth League alitangaza, akajipa cheo cha kijeshi, akasema mimi ndo field marshal. Sasa nchi ishachukua na tunamwomba Abeid Amani Karume aje kuwa rais wa kwanza wa nchi hii. Ilitokea hivyo kwamba yale mapinduzi yalifanyika kichama cha Afro Shirazi Party. Sasa lilitokea baada ya hapo ni kwamba mzee Karume alikuwa anataka Wazanzibari wote tuwe watu kitu kimoja. Akawa anatuambia kwamba mambo ya siasa hebu punguzeni, cheni. Iko siku hapa Wazanzibari tutokao sote ni kitu kimoja. Sasa nini la kufanya? Tuanze kuoana. Sasa na mimi pia nikaingia mkumbo huo, kwa sababu nilikuwa namwamini sana mzee Karume na mpaka leo namwamini. Na mimi pia nikaenda nikaoa mwanamke kutoka Pemba, na mwenzangu naye akaoa mwanamke kutoka hapa Unguja, lakini kutokana na familia ya wale ambao walikuwa napinga Afro Shirazi Party. Baada ya kutokea lile, nikaja nikagundua sasa wale watoto wetu tuliowazaa, baada hiyo inaitwa intermarriage, wale watoto wetu wamekuja wametuingiza sisi sasa wazazi wao kunako familia zao, hii wazungu wanaita extended family. Nikaja nikagundua kwamba wakati wa mapinduzi walikufa watu wengi sana, na katika watu waliokufa kwa wakati ule mimi nilikuwa sina uhusiano nao, lakini baadaye kutokana na ndoa ambazo mzee Karume alikuwa anasema tuoane tuwe ndugu,
Nikaja nikagundua kwamba katika baadhi ya watu waliokufa siku ya mapinduzi, wengine jamaa zangu. Kwa sasa ile ilinipa mimi hisia kwamba sisi Wazanzibari yametokea mapinduzi, wengine watayaona mapinduzi ni kitu kibaya, wengine wataona kitu cha heri, lakini hakuna mtu yoyote mwenye akili timamu atakwenda kusema kwamba mauaji ya watu kitokezea mtu akafa hata akiwa mmoja kwamba kitendo kile kitakuwa kitendo cha heri. Hapana. Ninasema mapinduzi, hao wanaoona mapinduzi kwamba ilikuwa shari, na wakubalia kwamba ilikuwa shari, lakini imani yangu ni kwamba shari ile imezaa heri kwa Wazanzibari wote. Tumesoma katika vitabu kwamba kabla ya mapinduzi Zanzibar siasa ilikuwa ya mvutano. Okay. Sasa kuna serikali ya umoja wa kitaifa, ingawa mpaka sasa haijafahamika, ingawa haijakuwa rasmi, lakini bado kiongozi mmoja wa serikali ambaye anatoka upinzani. Mapinduzi yamefanikiwa kweli kujenga umoja wa kitaifa? Mimi naweza kubali kwamba mapinduzi hayajafanikiwa kujenga umoja wa kitaifa kisiasa, lakini kijamii naona tunakwenda vizuri. Maanake hapa tunasema tuna watu wapinzani, lakini mimi katika marafiki zangu wakubwa wengine ni huko upinzani. Fikira zetu ni tofauti, lakini ule ujamii na maelewano yetu ya kwamba sisi sote ni Wazanzibari, tunaelewana kwamba Zanzibar kwa kuwa iko kunako muungano, Zanzibar maslahi yake lazima yatetewe katika muungano. Mimi nilibahatika ni kwenda chuo kikuu Columbia University New York City, Marekani. Sasa kule wamenisomesha mambo mengi sana, lakini nilikuwa naishi pale New York. Ile New York State ilikuwa na governor, alikuwa anaitwa Mario Cuomo. Sasa huyu governor alikuwa kwenye TV siku moja akatamkia watu wa New York State kwamba sisi New York State tumo katika muungano wa United States of America, lakini tumefanya hesabu, tumeona kwamba tunalipa kodi zaidi ya bilioni 9 kwa wakati huo, zaidi ya bilioni $9 kuilipa federal government kuliko miradi ya federal government inakuja huku. Yani alivyokusudia ni kwamba kodi tunalipa sisi na ukiangalia na miradi kuna tofauti hapa ya $9 billion kwa vacation na kwenda White House Washington DC kwenda kuzungumza na Rais Reagan, nimwambie kwamba zile 9 billion ambayo sisi tunalipa zaidi kwenye kodi zirejeshwe New York State. Pale nikajifunza kwamba kutetea state yako sio jambo baya. Na sisi Zanzibar hapa kuna watu wengi, hasa wenzangu wa CCM, wanaamini mtu yoyote anakwenda kuuliza swala lolote kuhusu muungano anakuwa huyu anataka kuidestabilize muungano, hataki muungano. Sio kweli. Kwa mimi na marafiki zangu wengine wako upinzani kwenye hilo, na waunga mkono kama sisi wa Zanzibari kama tunataka tuwe mkoa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tuwaulize wananchi. Lakini wengi nazungumza nao wanasema hawataki kuwa mkoa, wanataka kuendelea kwamba tuwe na rais wetu, tuwe na baraza la wawakilishi, tuwe na mahakama yetu, tuwe na institutions zile ambazo zinasaidia kuwepo kwa nchi. Haimaanishi kwamba iko siku tutajaribu kutoka kwenye muungano. Hakuna mtu anataka kutoka kwenye muungano. Lakini suala hili la kusema kwamba kiongozi yoyote wa Zanzibar anosimamia maslahi ya Zanzibar anaonekana kwamba yeye anachukia muungano, sio kweli. Na mfano nilotumia ndio huo wa Governor Cuomo kwenda kumuona Rais Reagan, akamweleza swala hilo, na Rais Reagan alimrejeshea zile 9 billion.
Alisema Rais Reagan kwamba yeye sera yake ni kwamba mambo mengi yafanywe na state wenyewe, sio federal government. Kwa hivyo hili nilitaka nilizungumzie, dunia ijue kwamba Mzanzibari yoyote ambaye anasimama kusema kwamba maslahi ya Zanzibar lazima yaangaliwe vizuri ndani ya huo muungano, huyo si msaliti. Na mimi naungana nao hao wenzangu wanasema kwamba rais wa Zanzibar kazi yake ya kwanza ni kusimamia maslahi ya nchi inaitwa Zanzibar iliyokuwa ndani ya muungano. Sasa narejea tena kwenda kwa mapinduzi. Mapinduzi yaliondoa sultani ya. Ingekuwa sultani aendelee kutawala nchi hii, muungano usingewezekana. Kwa sababu muungano gani mtaupata nyinyi? Upande mmoja kuna rais, upande mwingine kuna sultani. Sasa mtaungana vipi? Mapinduzi yametusaidia sisi kuleta jamhuri. Alafu baada ya kuipata jamhuri tukampata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoka upande wa Tanganyika kwa wakati ule. Na yule rais alikuwa mtu makini sana. Katika watu ambao umenisomesha mimi katika maisha yangu ni huyu jamaa anaitwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Alinipenda sana. Baada ya kustaafu nilikuwa anakuja kutembea kule Ulaya, alikuwa jaribu kuleta suluhu huku Burundi. Alikuwa anakuja sana Ubelgiji, kwa sababu Burundi ilitawaliwa na Wabelgiji. Alikuwa anakuja, na akija kule lazima aje nyumbani kwangu, nyumbani kwa balozi. Tunakaa tunazungumza. Kuna wakati alialikwa na mfalme wa Belgium kwenda kula dina kule. Akasema hapana, mwambie ni mfalme leo nimechoka. Lakini akasema lakini kwa balozi nakwenda. Basi katika mambo tulikuwa tunazungumza, Mwalimu alikuwa anaupenda sana huu muungano, na alikuwa anasisitiza kwamba huu ni muungano wa nchi mbili, na ndio maana akafanya juhudi za kipekee. Kama alipomaliza urais wake, rais alofuatia alikuwa nani? Alikuwa rais wa Zanzibar. Akaambiwa wewe utakuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu katika historia ya muungano, baada ya mapinduzi na baada ya muungano, rais wa kwanza alitoka upande ule. Rais wa pili, Mwalimu mwenyewe, Mwalimu Nyerere, alihakikisha kwamba urais wa pili anatoka Zanzibar. Katika mambo ya sheria na kikatiba, hii wenyewe wanasheria wanaita precedence, yani kitu kiliwahi kutokea kinaweza kutokea tena. Sasa balozi, ndio sasa hali ya kisiasa unaizungumziaje kwenye wakati Wazanzibari wanasherehekea miaka takriban kuelekea miongo 6 sasa? Kama mwanasiasa, mwanadiplomasia, Zanzibar unaizungumziaje hali yake ya kisiasa? Hali ya kisiasa Zanzibar ni tete, haiko vizuri. Mimi ningependelea ingekuwa nzuri zaidi. Tatizo la Zanzibar ni kwamba tunaiga mitindo ile ya zamani, kwa sababu kabla ya mapinduzi hapa tulikuwa tunafanya uchaguzi kama kawaida, lakini utaratibu wa uchaguzi wakati huo haukuwa wa haki. Tulikuwa tunategemea kwamba watu watachaguliwa kwenye majimbo. Sasa unakwenda unahesabu kura zote zilizopatikana 54.6. Okay? 54.6%, asilimia 54.6 wamepata chama kimoja kinaitwa African National Party. Alafu vyama vingine viwili wamepata baina yao asilimia 45, lakini na wao wamepata viti 18. Hawa waliopata 54.6, asilimia 54.6 wamepata viti 13 tu. Sasa mimi kwa imani yangu, kwa kuwa nimesomea mambo ya political science, mimi najiita a scientist lakini political scientist, nikaona pale ndio ilianza ile disaster. Kama baada ya kuwasikiliza wananchi wote, nyinyi msikilize wananchi wote, mnasikiliza majimbo. Na hii Marekani inawasumbua mpaka leo kwamba wanapochagua rais wao
mara nyingi anakuwa anapata kura nyingi kuliko wenzake kwa nchi nzima, lakini imewahi kutokezea mara 4 rais kachaguliwa kwa sababu ya kupata kura za majimbo. Naona, lakini wao nchi kubwa, miaka 250 tangu mapinduzi yao, wanajua kujirekebisha. Sisi huku imetokea mapinduzi yale kwa sababu hiyo, na mzee Jumbe aliniambia kwamba katika zile hesabu zilizofanyika walikuta kwamba katika kisiwa cha Unguja ambao ndio kuna serikali, kuna wakati Afro Shirazi Party walipata kura zaidi ya 68, asilimia 68 kwa kisiwa cha Unguja. Sasa hiyo ni 2/3 majority. Watu kama hao kama hamjawapa serikali watachukua wenyewe, ndio akatokea mapinduzi. Sasa ninachoona mimi sasa hivi ni kwamba tabia zile zile mbaya zilizosababisha sisi tukauana hapa zinarejeshwa tena. Na zirejeshwa vipi? Mimi siogopi kusema bwana lile ambalo naliamini. Chaguzi zetu za Zanzibar haziendani na misingi ya chaguzi zinazotegemewa kufanyika hapa. Tunafanya chaguzi kwa kujipanga, kwamba katiba ya CCM inasema kwamba katika uchaguzi CCM ushindi ni lazima. Duniani hakuna kitu lazima, kuna kitu kimoja tu lazima, kufa. Hata kuzaliwa sio lazima. Tumeelewana mheshimiwa? Kwa hivyo mimi bado nitaendelea kusisitiza kama viongozi wetu wa CCM tusipojipanga vizuri, tukapata wagombea ambao wana mvuto, wagombea ambao wanakubalika, itakuwa kila siku sisi lazima tufanye vitimbi vya kuiba kura, kuhakikisha kwamba ushindi ni lazima. Hilo mimi nalikataa. Nini ushauri wako balozi kuelekea miaka 56 ya mapinduzi ya Zanzibar? Una ushauri gani unaweza kuwashauri viongozi wa kisiasa wa Zanzibari? Mimi ushauri wangu ulikuwa ni mmoja tu, kwamba tunapofika wakati kuchagua nani akamate bendera ya mapinduzi, ni vizuri kumtafuta mtu ambaye ana historia na sisi. Naposema historia na sisi, nasema ana historia na mapinduzi yetu. Leo tunafika wakati tunakwenda kumtafuta rais wa 5 wa Zanzibar. Tunamtafuta mtu ambaye kweli ana historia na sisi. Tulimpata mtu ambaye ana historia na sisi na mapinduzi ya Zanzibar, tukampata. Lakini tulipokuwa natafuta rais wa 6, huyu rais wa 5 hakujali kwamba huyu rais wa 6 awe ni mtu ambaye anakidhi zile sifa ambazo tuliziweka sisi wenyewe. Yani Chama cha Mapinduzi kimekaa na uongozi wake na kila kitu, kikasema kwamba rais wa Zanzibar, rais wa muungano na makamo wake rais wa muungano, yani watu watatu hawa wana kama utatu maalum kichama, kwamba sifa zao ni sawa. Na kwa nini sifa zao ziwe sawa? Kwa sababu imewahi kutokezea rais wa Zanzibar akaenda akapendekezwa akawa rais wa Jamhuri ya Muungano. Tumeelewana? Na huyu makamu wa rais, ikitokezea lisilotegemewa rais akafa, huyu anakuwa rais. Kwa ndio maana tukasema hawa watatu wawe na sifa aina moja. Tulifanya kosa kubwa sana, nataka dunia ijue, kwenda kumtafuta rais wa 6 ambaye sifa zake haziendani na zile sifa za kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukaenda tukasema kama ni huyo basi apewe tu exemption. Hapana, tulikosea, kwa sababu tulipokuwa tunatafuta sasa rais wa 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 2005, ilikuwa hatuna haja ya kuhangaika. Tunamwambia huyu rais wa Zanzibar
aliyoyafanya Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi na wewe yafanye. Sasa unakubali kwamba wewe umezidiwa sifa na mtu alikutangulia kwa rais. Sasa pale naamini tulifanya kosa tena kubwa sana. Tukafanya nini? Huyo rais wa 6 huyo, kwa kuwa kajiona yeye ana inadequacies, ana mapungufu, ana madhaifu, akaulizwa na kiongozi mmoja wa CCM hapa Zanzibar kwamba kwa nini uchukui fomu ukagombea urais wa muungano ufanye kama alifanya Ali Hassan Mwinyi? Akasema hapana, mimi sitaki, mimi nina mtu wangu na sahibu yangu fulani, na kweli akamsaidia akapata. Sasa pale nimeona kwamba huyu alituvurugia mapinduzi yetu, kwa sababu katika mapinduzi yetu tulikuwa na imani yetu kwamba kama tunapata mtu mwenye uwezo mzuri, basi anaondoka rais kutoka upande mmoja, tunaleta rais kutoka Zanzibar. Mapinduzi ya Zanzibar yalijikwaa tuliposhindwa kumpata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka Zanzibar mwaka 2005. Lakini niongezee tu, Mungu mkubwa kajalia, limetokea lilotokea. Si jambo la kufurahia. Mimi simu katika kaumu ya watu wanaofurahia vifo vya watu bwana, tasifu. Jambo lilotokea halikutegemewa, lakini limemuelevate Mzanzibari naye kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hivyo hili kitendo kile kilitusaidia sisi huku, angalau mapinduzi yetu na imekuja juu, na Wazanzibari wanajisikia kwamba wao ni sehemu muhimu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kumalizia, Mheshimiwa Balozi, siasa za Tanzania kwa ujumla zinaongozwa na rais kutoka Zanzibar. Umefanya kazi naye kidogo, Mheshimiwa Samia. Unaona kwamba Zanzibar inafika mahali sasa inatizamwa kwa jicho kwamba imepata viongozi bora upande wa Tanzania bara na upande wa Tanzania visiwani? Mimi hapo inanibidi niseme yale ambayo ninaamini mimi, lakini mimi si Mungu wala si mtume. Natoa yale ambayo ninaamini mimi, kwamba tulifanya makosa hapa Zanzibar tulipokuwa tunatafuta rais wa 6, na tumefanya makosa pia tulipotafuta rais wa 7, na tumefanya makosa pia tulipotafuta rais wa 8, na nitatoa sababu. Sisi Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi. Rais wa kwanza baada ya mapinduzi hapa hakuletwa na mama yake wala na baba yake wala mjomba yake wala shangazi yake. Tumeelewana? Tungekwenda na utaratibu huo. Tunakwenda na mtu kwa zile sifa, na tunakwenda na mtu kutokana na uongozi wa juu. Unasemaje? Chama cha CCM nakipenda sana, nakielewa sana. Niwahi kuwa mneki, niliwahi kugombea kamati kuu, nikashindwa kura 2 tu, na Mheshimiwa Kikwete namshukuru sana, yeye ndio alipendekeza jina langu niingie kamati kuu. Kwa hivyo ninachosema ni kwamba CCM inaongozwa na viongozi. Tumeelewana? Mwenyekiti naye ana neno lake. Iweje mwenyekiti wa CCM taifa ende akashauri kwamba huko Zanzibar huko Mr. X, mimi nahisi atatusaidia, ende akapingwe na mama yake mzazi, na ukiuliza swala anasema mimi simtaki huyu, namtaka mwanangu mwingine. Hatuwezi kuendesha nchi kwa misingi hiyo. Tuendeshe nchi kwa imani ya kwamba chama kimeona huyu anafaa, tumpeleke. Tulikosea tulipotafuta rais wa 6. Tulipotafuta rais wa 7 tulimpata mtu mzuri tu, hata mimi nilimfanyia kazi, lakini kuna vigezo fulani vya katiba alikuwa kakiuka. Katiba inasema wazi kwamba mtu yote anagombea urais Zanzibar ni lazima, katiba inapozungumza semi recommendation, ni lazima awe ameandikisha kupiga kura Zanzibar.
tumemteua mtu hapa kugombea urais mwaka 2010. Alikuwa hata kuandikisha kupiga kura hajaandikisha. Tukamsukuma kwa nguvu. 2015 tukayaona, tuliyaona, mwana kuyatafuta, mwana kuyapata, tukaingia kazini, tukafanya vurugu, na mimi nilikuwa mmoja wao, kwenda kuhakikisha kwamba CCM inabaki madarakani. Mwaka 2020 tunakwenda kutafuta mtu aje agombee urais Zanzibar. Tunamleta, tunafanya kosa lile tulilofanya mwaka 2010. Kwa maana kuja mtu vile vigezo vya kikatiba hajavitimiza. Nataka nitoe mfano mwenyewe. Rais wa Zanzibar katika sifa zake, moja katika sifa zake za kuwa rais wa Zanzibar ni kwamba awe na sifa za kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi, sio mbunge. Mjumbe wa baraza la wawakilishi. Tunaletewa mtu hajapata kuwa mjumbe wa baraza la wawakilishi. Alafu iko sifa nyingine nasema awe ameishi hapa Zanzibar kwenye jimbo lolote kwa kipindi kilikuwa sio chini ya miaka 3 mfululizo. Tunaletewa mtu kuishi alikuwa aishi hapa. Hata likizo alikuwa haji hapa, na kwenda likizo maeneo mengine. Sasa mimi nasema haya si kwa nia mbaya. Mimi nasema haya kwa jamani, tujikoshe kabla hatujakoshwa. Tumeelewana mheshimiwa? Nataka dunia ijue kwamba kuna viongozi fulani wanafanya mambo ya ajabu ajabu. Kuna kiongozi kaona mama mtu kamleta mwanawe kuwa rais, basi akasema na mimi pia namleta mwanangu kuja kuwa rais. Sasa tutakwenda hivi mpaka lini? 2030 mimi sijui kama nitakuwepo bado, lakini panapo hai na uzima nitalisimamia hilo, kama tafuteni mtu mwenye sifa zile ambazo nazitaka. Hii tabia ya kuletewa maraisi na babake na mamake na mjomba wake na shangazi yake, hatari. Hatari yake nini? Tumeondoa usultani hapa, na takuletea usultani mambo leo na usultani mambo kesho. Kwa hivyo haya tunajifunza. Mimi katika maisha yangu, ukifika Mei mwaka huu natimiza inshallah miaka 76. Katika hiyo miaka 76 nimefanya mambo mengi sana, mengi mazuri, ndio maana nikafika hapa. Lakini mengine nilikosea, nilikaa kitako nikawa najikosoa. Maendeleo unayaona yamepigwa Balozi Karume katika miaka hii baada ya mapinduzi mpaka sasa, maendeleo unayaona yamepigwa? Hapa inategemea na marais wenyewe. Rais wa kwanza alifanya kazi nzuri sana. Rais wa pili naye alijitahidi. Rais wa tatu hakukaa muda mrefu. Rais wa 4 alikuwa naye kidogo na matatizo. Lakini akaachia, akasema kipindi kimoja kinatosha, udi ndio ungwana. Kama mambo haya mimi kidogo yananisumbua, akaka kipindi kimoja. Rais wa 5 huyu akaleta mambo ya kisasa. Mambo ya kisasa yenyewe alikuwa anaamini sasa kwamba sera ya ubepari itatusaidia hapa. Akaruhusu mabepari uchwara naita kuingia nao kufanya shughuli zao, lakini aliwafanya marafiki zake. Sasa wewe ukiwa rais, usiwe na urafiki na watu wa kundi fulani. Kwa mfano wewe utakuwaje mufti mkuu ndo rafiki yako sana? Sasa Wakristo wakiuliza kwamba wewe rais wetu bwana, mbona wewe unaishi na mufti rafiki yako mkubwa, sasa wewe unapendelea Uislamu wakati nchi yetu ni secular? Karibu kwa si wewe baba askofu mkuu ndo rafiki yako mpenzi? Waislamu watauliza. Sasa wewe unaendesha nchi, rais wa nchi, marafiki zako wakubwa ni wafanya biashara. Umfanya biashara ankura moja, na yule maskini kule Tomondo anakura moja. Sasa kwani wewe umkumbatia huyu mfanya biashara alafu unamfanyia mambo yake anakuwa laini? Pale nilianza kuona rais wa 5 hakutusaidia sana. Na alipokuja huyu rais wa 6 naye, sitaki kusema mengi,
lakini na yeye alikuwa na tabia ya kusema kwamba shirika, kwa mfano shirika la ZSTC wanatakiwa wafanye shughuli zao wenyewe. Basi ukienda huko ZSTC ukisema mimi nataka kununua kitu fulani, wanakwambia hatuwezi kukuuzia mpaka aseme rais. Sasa inawashangaza watu. Mimi nimesomea biashara chuo kikuu Marekani. Rais wa Marekani hawezi kukaa kitako akasema kwamba hii biashara hii muuzie Yakubu tu, lakini mtu mwingine usimuuzie. Hii inakuwa kinyume kabisa na utaratibu wa utawala bora. Haya, kaja huyu mwingine naye pia alikuwa na matatizo ambayo lazima nieleze. Alikuwa na matatizo kwamba alikuwa na rafiki zake, alikuwa na ndugu zake, jamaa zake, wanakwenda kumdanganya kama bwana, kule kuna tenda kule umetolewa, sasa nisaidie nipate mimi. Na kweli alikuwa anatia mkono wake kwa saidia. Yeye fikira yake anawasaidia watu wake, lakini kiserikali kama una nafasi ya urais hauna ubia. Urais wewe unakuwa rais wa watu wote na unaangalia interest za watu wote. Kwa pale na huyu rais alokuja, mimi simsemi mtu, nasema ile style ya utawala wake mimi siipendelee, na nitatumia mfano wasio yeye peke yake. Nitatumia mfano wa yeye na rais wa Marekani. Yeye ana style kama ya rais wa Marekani mpya, kwa sababu rais wa Marekani ni mfanya biashara tangu zamani. Kwa hivyo kaingia serikalini, yeye anawapendelea sana wafanya biashara wenzake, anavutia upande wa wafanya biashara. Kitaalamu huyu anaitwa transactional president. Inasikitisha kwamba Marekani ina transactional president, Zanzibar ina transactional president. Sasa mimi siwezi kuelewa kwamba nchi inaendeshwa na mtu ambaye ukimpelekea tatizo la kwamba kuna wagonjwa wengi huko tuwasaidie, anakwambia subiri kwanza. Ukienda ukimwambia kwamba kuna mradi fulani huko, kuna bilioni 4, bilioni 6 za kwako, anakwambia tunaenda hivyo. Sasa mimi sipendelei nchi iongozwe na mtu wa dini, au iongozwe na mfanya biashara, au iongozwe na mtu tunaita ana special interest. Tumeelewana mwisho? Kwa hivyo kwenye hili sio ninamsema mtu, nimemzungumza rais wa Zanzibar na rais wa Marekani kwamba staili zao wengine wanakubali, lakini staili zao wanakwenda nazo mimi sizikubali. Mimi nataka niwe na rais ambaye analeta good governance, anawasimamia watu wote kikatiba kwa na haki sawa, sio kuwapendelea wafanya biashara. Hilo nitalizungumza na mtu yote akiniuliza, anasema nataka rais anaangalia wananchi wake wote kwa usawa. Sitaki mfanya biashara aloukwaa urais akawa anafanya mambo yake kwa maslaha yake na rafiki zake. Nikushukuru sana Mheshimiwa Balozi, na nikutakie heri ya kusherehekea miaka ya Mapinduzi. Lakini nikushukuru kwa ukarimu wako kutukaribisha nyumbani. Sisi Deutsche Welle kuweza kufanya mahojiano haya. Karibu sana. Asante.